Mashetani wapo kweli. Mashetani wapo ambao wengine ni mashetani wa kibinadamu na wengine mashetani kama na mashetani wa kijini. Na katika sheria Uislamu sisi tunawatambua mashetani wote kama wapo. Na ndio maana kwenye sura An-Nas Mwenyezi Mungu anasema minal jinnati wan nas. Huyo shetani huyo ambaye anatia wasiwasi kwenye nafsi za watu anatokana na majini na anatokana na watu. Shaitani ni kiumbe kinachokwenda tofauti na mipango ya Allah Subhanahu wa Ta'ala, kinachotokana na hizi jinsi mbili, wanadamu na majini. Kwa hiyo wapo na wana athari kweli kama utawapa nafasi katika maisha yako. Kwa hiyo hatua ya kwanza ni wewe mwenyewe kutowapa nafasi mashetani. Na hasa mashetani watu ni hatari zaidi kuliko mashetani wa majini. Kwa sababu shetani wa kijini anakuletea tu mawazo ambayo ni rahisi wewe kupambana nayo kwa nini. Lakini shetani wa kibinadamu anakuja kabisa, anazungumza na wewe ana kwa ana. Ukipinda hivi anakuleta hivyo, anakushawishi kwa kila aina za ushawishi. Kwa hiyo hatua ya kwanza ni kuwakataa shetani. Na ndio maana katika mafundisho ya dini yetu swala la marafiki limetiliwa mkazo sana. Wanasema kwamba al-mar'i la tas'al wabsir qarina fa inna al-qarina bil muqaran yabtadi. Ukitaka kumjua mtu usiulizie watu wengine, wewe ulizie rafiki yake nani, kwa sababu rafiki kwa kawaida anamfuata rafiki yake yale anayofanya. Kwa hiyo jambo la kwanza, usiwe na shetani, kuwa na rafiki mzuri. Yanaomba rafiki yako asiwe shetani. Hii ni hatua muhimu sana. Hata siku ya Kiyama, katika vitu ambavyo watu watavijutia siku ya Kiyama ni mtu kukosa rafiki mwema hapa duniani. Kwa sababu katika watu ambao watu watakaoingia peponi na kuepushwa moto, kuna wengine itakuwa sababu ya kupona na moto ni rafiki yake. Huku duniani jinsi alivyomchukua kwenye mabaya akampeleka kwenye uzuri. Bali wengine watafikia hatua kuombewa, kufanyiwa shafaa na marafiki zao. Wewe marafiki zako wote wako mashetani. Sijui nani atakwenda kukuombea, ndio mtu atajuta, atasema mimi leo sina rafiki. Sasa kuwa na rafiki, usiwe na shetani. Kuna tabia ambayo tunayo. Mtu unamuona kabisa kwamba mtu ambaye ameingia kwenye maisha yako si mtu mwema, wewe unaona haya kumwacha, unaona haya kumwambia. Huyu anakupeleka motoni. Mwambie wewe marufuku kwanza kufika nyumbani kwako. Wala usimtafute na namba yako futa. Mtu anakupeleka motoni. Unaona haya kitu gani? Marafiki ni watu hatari sana. Na marafiki ni watu muhimu sana. Hakuna dhambi siweza kuachia. Maneno ni yale tuliyosema ni kutia nia. Tia nia ya kusema mimi naiacha. Kwa sababu kuna mazingira, unajua watu wengine kuacha maasi pia kunategemeana na mazingira. Usikae kwenye mazingira yanayokushawishi. Mimi kuna mtu mmoja aliingia kwenye maisha yangu. Huyu kijana alikuwa mtu wa kawaida, baadaye akabadilika ghafla. Akawa mtu wa msikitini na nini, ameacha pombe, ameacha nini. Tukawa naye katika mstari. Lakini ndio maana alikuwa anatabia huko kwenye kunywa pombe, alikuwa anacheza ile nini, netaje? Ile vimishale ile. Dance. Basi akawa ashaacha pombe, ana swala, lakini kila siku anaenda baa kucheza. Huyu anatafutia matatizo. Mtu anatafutia na kweli yule bwana kuswali kwenye pombe. Sasa kutwa yuko na walevi. Moja katika hatua zinazoweza kumsaidia mtu kuepukana na maasi ambayo yalikuwa kwake ni mazito kuyaacha, kwanza ni kuepukana na watu ambao walikuwa wanashirikiana nao katika yale. Kaa nao mbali. Kama kuna mazingira ambayo yalikuwa yanachangia, yaepuke hayo mazingira.
Na kila mmoja anajua maasi yake anayapata au anayafanya kwenye mazingira gani. Kuna vijiwe ambavyo kwenye vijiwe hivyo ndio mtu anapata ile fursa ya kufanya yale anayofanya. Viepuke hivyo vijiwe. Angalieni yule mtu ambaye alitaka kutubia kaua watu 99. Akaenda sasa akapata Mwenyezi Mungu amzindua, akasema anataka kutubia. Kaenda kwa mtu wa kwanza kwenda kumuuliza, anasema bwana hakuwa na elimu ya kutosha, lakini kwa ni mtu tu ibada nyingi anakaa msikitini sana, lakini elimu ilikuwa hana ya kutosha. Kaenda kama bwana mimi watu 99. Allah anaweza kunisamehe. Sasa yule bwana na zile ibada zake anasema watu 99. Unaona? Wewe mtoni tu. Mungu akusamehe. Kwa sababu anaangalia mtu mmoja tu madhambi yake, kuwa mtu mmoja tu madhambi yake. Wewe ni 99. Ama wewe wa mtoni huna tauba. Akamwambia siku moja na wewe kuue, mkamilishe 100. Akamchinja na akakamilisha 100. Namba imebana sasa. Akatafuta mtu mwingine. Bahati nzuri akaingia mkononi kwa mtu ambaye ana elimu kidogo. Kamwambia bwana mimi nataka kutubia. Nimeua watu 100. Vipi naweza kukubaliwa toba yangu? Amelala anaweza kukuzuia na toba ya Mwenyezi Mungu. Lakini kwenye huo mji wako uliofanya madhambi hayo ya watu 100, toka kwenye huo mji, nenda mji mwingine, kaanze maisha yako mapya. Yule mtu kweli akaona huyu kasema jambo la maana. Yule bwana kaanza safari. Kaenda katikati ya njia, yule bwana akajua na mauti akafa. Sasa wale jamaa wale ambao wanatushughulikia sasa, wakaja pande zote mbili zikaja. Wale wanaoshughulikia watu waovu na wale wanaoshughulikia watu wema. Mzozo kaanza, huyu wa kwetu, huyu wa kwetu. Wale wanaoshughulikia wao wasema huyu kaua watu 99, hajafanya ibada yoyote huyu. Wale watu wema wasema hapana, huyu mtu alikuwa njiani, tayari sasa ya nia, anaenda kutubia huyu, tayari ana mabadiliko. Allah akamtuma Jibril, akaja akawasikiliza wale bwana, akamwambia sasa mimi nawaombeni fanyeni vipimo. Anakotoka huyu bwana mpaka hapa, na kutoka hapa na anapokwenda, wapi karibu wapi mbali. Wakagundua anapokwenda karibu kuliko anapotoka. Basi huyu mwema huyu. Sasa angalia, shekhe yule alimshauri bwana abadilishe mazingira. Ukitaka kuacha maasi, badilisha mazingira yaliyokupelekea kufanya hayo maasi. Kijiji mwezi wa Ramadhani wanakuwa hawawezi kufanya kazi za kufunga. Na ndio maana utakuta mwitikio kwenye ibada ni mkubwa sana. Yeye unamwona mtu hata humdhani, lakini kwa Ramadhani utakuta kwenye ibada. Shetani hana kazi. Na wale ambao unakuta pia Ramadhani hawafanyi ibada, wale tu nafsi zao zimeathirika sana. Ile sumu ya shetani imejaa sana ndani ya nafsi zao. Kwa hiyo ni nafsi zao ndizo zinazoathiri ndani ya kile kipindi. Lakini mashetani wa kibinadamu ni hatari mno. Sasa kwanza anaweza kuomba na yeye anaanza kuswali. Wewe jana siku wote hizi anakuvuruga kabisa yeye. Na ama swala la uaminifu ni jambo zito hili. Uaminifu wa kwenye sadaka, uaminifu wa kwenye chochote. Unajua muaminifu tunasema si kwenye sheria, huyo mtu anaitwa wakili. Sio wakili yule wa mahakamani. Wakili maana yake anafanya jambo kwa niaba ya mtu mwingine. Na wakili anafanya kama anavyotaka yule aliyempa ule wakala. Kwa hiyo hana sababu ya kutafuta sababu za kuwanyima wale waliotakiwa kuwapa kwa sababu zake binafsi. Hapana. Wewe umepewa sadaka, impelekee fulani, kumpelekea fulani. Wewe kazi yako ni kutekeleza kile ulichoambiwa na yule mwenyewe. Basi. Kwa hiyo kama kuna mtu tena anaambiwa peleka, alafu anaenda kuvuruga, anaenda kutafutia mtu sababu ili akampe mtu mwingine, kwa sababu yule bwana ni sadaka kaitoa na imekwenda kwa mtu, yeye thawabu zake hazitetereki. Lakini huyu aliyebadilisha huo mpango, huyu ndiye ambaye atakwenda kuulizwa na Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lakini
utoaji sadaka, tusibweteke, tufuatilie sadaka zetu. Yaani hii habari ya kwamba mimi nishatoa, hii inatakiwa iachwe. Kama unao uwezo kufuatilia sadaka yako umefika wapi, fuatilia, kwa sababu sadaka ina malengo mawili. Sadaka ina lengo kwanza kutafuta radhi za Allah kwa ile kutoa ile sadaka, lakini sadaka pia ina lengo la kuwanufaisha wale waliokusudia kuwapa sadaka. Sasa usipofuatilia haikufika kule, faida yake nini? Sawa unapata thawabu, lakini bado watu waliosema wafuturu Ramadhani hawakufuturu. Athari ya sadaka iko wapi? Kwa hiyo fuatilia sadaka yako. Mtu aliyehitaji, kuhitaji ni jambo moja baya sana katika Uislamu, yaani katika madhambi ambayo yana adhabu kali sana ni kuhitaji. Kuna baadhi ya watu wanaona Uislamu gumu sana. Yaani ukiingia unakatwa, ukitoka unakatwa. Muislamu aliyehitaji adhabu yake ni kukatwa kichwa. Ikitokea sheria ya Kiislamu haifanyi kazi kama tulivyo kwenye mazingira yetu, tunaweza kusema ile bahati yako wewe uliyehitaji. Kwa maana wewe kinachobaki kwako wewe na Mola wako ni toba tu, kwamba ukizinduka fanya toba, rudi katika Uislamu wako. Lakini ukirudi sasa, ule ugumu ule unakuwepo pale pale. Ibada zote zilizopita katika kipindi kile bila usiku. Tofauti na Muislamu ambaye alifanya uasi tu, akawa ameasi kama hivi, shetani wa kijini na kwa watu wamemvuruga, akawa haswali, akawa hafungi. Huyo akitubia anaambiwa kuna kulipa wewe, endelea. Fanya tu tauba iliyo ya kisawasawa, endelea kufanya mambo mema huko mbele. Si lazima aanze kulipa swala. Lakini kama umehitaji, ukirudi unalipa zote. Kama miezi 10, kama Ramadhani 10, Ramadhani 15 utajomuia. Utazilipa wewe utakavyoweza. Kufanya toba ni amri ya Allah, na Muislamu anatakiwa afanye toba. Na toba si lazima iwe unakumbuka nimefanya maasi fulani. Hata kama una uhakika kwamba mimi sijafanya dhambi, labda una mwezi mzima hujafanya dhambi, bado unatakiwa kufanya toba. Kwa sababu wewe ni mwanadamu, wakati mwingine unaweza ukafanya bila kujijua. Kwa hiyo toba haizingatii sana kwamba lazima umefanya, unajua kwamba hapa nimefanya toba. Fanya toba kila siku. Angalia Mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa akifanya istighfar kwa siku zaidi ya mara 70. Yeye ni Mtume sallallahu alaihi wasallam, hajawahi kufanya dhambi wala hatarajii kufanya dhambi, lakini anafanya toba zaidi ya mara 70 kwa siku. Kwa hiyo Muislamu wewe unatakiwa ufanye zaidi. Na kitendo cha mtu kufanya, kuna vitu viwili tofauti na ndugu zangu tuelewane. Kuna kukusudia kufanya dhambi ili utubie. Hili jambo halitakiwi. Lakini ukifanya dhambi unatakiwa utubie. Lakini usifanye dhambi ili nitubie. Kwamba yani ngoja sasa hivi wewe fikiria tu, muache Allah subhanahu wa ta'ala na utukufu wake. Wewe nenda tu kwa babako, ukamtukane babako kwa kusudi alafu muombe msamaha. Kwa sababu mimi nataka muombe babangu msamaha, lakini sijamkosea, ngoja nikamtukane afu muombe msamaha. Hii kweli ni makosa. Ikitokea umemkosea, ndio unaomba msamaha. Kwa hiyo kwa Allah subhanahu wa ta'ala, ukiwa umekosea, omba msamaha. Na usikubali kuambiwa kwamba umezidi kuomba msamaha, kama tulivyosema jana kule mshinda. Usikubali kwamba wewe umezidi kila siku omba msamaha, kila siku unafanya, kila siku omba msamaha. Kila ukifanya omba msamaha. Kila ukitokea umefanya maasi, omba msamaha. Lakini usifanye maasi ili uombe msamaha. Kwamba mtu yeye anamwamini Allah, anafanya ibada zake vizuri, lakini anahisi au anaona dalili za yeye kufanyiwa mambo ya kishirikina, kwa maana uchawi, kuroga na nini. Na wakati mwingine anahisi kama mambo yake yanaharibika kwa sababu ya
hali ya Uislamu imekaaje kuhusu swala la uchawi? Waislamu tunatakiwa tukubali na tuamini kwamba uchawi upo. Kwa sababu Allah Subhanahu wa Ta'ala ametaja uchawi na ametaja kwamba uchawi unaweza kumwathiri mtu kwa idhini ya Allah. Yaani hakuna kitu kinachoweza kuathiri ila kwa idhini yake Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akiruhusu. Kwa hiyo Mwenyezi Mungu akiruhusu uchawi kuathiri, utakuathiri. Sasa mchawi anaweza kujisifu kwa jamani ni mweza. Lakini tu Mwenyezi Mungu ataka kukupa mtihani akauruhusu uchawi kuathiri. Kwa hili jambo la kwanza Muislamu aelewe katika nafsi yake. Kwamba ukiona umeathiriwa na uchawi uliofanyiwa, jua ni Allah Subhanahu wa Ta'ala ameruhusu hilo litokee ili kukupa wewe mtihani. Na dalili za kufeli mtihani huu ni wewe kuamua na kwenda kufanya uchawi. Hapo tayari umeshafeli. Cha msingi cha kufanya ni kuangalia njia gani za kupambana na hiyo hali uliofanyiwa zinazokubalika kisheria ili uiondoe hiyo hali. Mmoja wapo ni kumwomba Allah Subhanahu wa Ta'ala na kumkabidhi huyo mtu uliyemdhania, kwa sababu wakati mwingine mtu anaweza akafanya vitu mpaka ukahisi kabisa kwamba huyu anakusudia tu mimi. Mkabidhi kwa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hakuna anaweza kutoka nje ya ufalme wa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Na ndugu zangu, uchawi dawa yake ni Qur'an tu. Wanawachuoni wanakubali kwamba ziko dawa za mitishamba ambazo zimetumika kwa ambazo hazina ushirikina ndani yake. Hizi zinaweza zikatumika. Kuna watu ambao sasa wanafanya ruqya sharia wanajua dawa nyingi sana za kutoa uchawi, majani ya mkunazi, vitu gani, nini. Hizi hazina shida zikiwa hazina korokoro za kishirikina. Lakini unafanywa dawa nazo zenyewe za kishirikina. Kuna vimijusi vya kufa, kuna vigani sijui, wanatajwa mababu, wanatajwa majina ya mashetani. Huu nao ni uchawi mwingine, usikubali utaingia wewe kwenye ushirikina. Lakini Muislamu jipange, ukiona una dalili za kwamba umeathirika na uchawi, wewe rejea kwa Mola wako, jisomee Qur'ani au somewa na watu ambao wana uwezo wa kusoma, inshallah huo uchawi utaondoka. Na haya tunayapata kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Mtume yeye pia aliathiriwa na uchawi. Na kuathiriwa Mtume na uchawi ni hili lilikuwa ni fundisho linataka kuletwa kwetu. Kuna vitu vingi vilipitishwa kwa Mtume ili iwe ni mafundisho kwetu sisi. Kwa sababu Mtume jinsi alivyokuwa karibu na Mola wake, si rahisi kuathiriwa na uchawi. Lakini Allah akauacha uchawi kuathiri Mtume ili tupate sisi mafundisho. Mtume alipougua asema kwa amelala, wakaja malaika wawili. Mmoja akasimama kwenye miguu, mmoja akasimama upande wa kichwa. Wanaulizana, ana nini huyu? Mmoja anamwambia mwenzake, huyu anaumwa lakini huyu amerogwa. Karogwa na nani? Karogwa na fulani. Huo uchawi uko wapi? Uchawi uko kwenye kisima fulani, kitatajwa kisima kwa jina. Mtume anasikia yale mazungumzo. Alipozunguka kawaita baadhi ya masahaba wake, akamwambia nendeni kwenye kisima fulani, nendeni mkatoe maji chini, huko kuna kitu kimezibwa, nendeni mkakitoe mkilete. Wakaenda kukuta kule sijui mtambara ndio au sijui kitu gani kimefungwa mafundo. Mafundo yalikuwa 11 takriban. Pale zikashuka kul a'udhu birabbil falaq na kul a'udhu birabbin nas. Mtume akawa anasoma zile sura, kila akisoma sura aya moja, fundo moja linafunguka mpaka yakaisha mafundo yote yale. Na Mtume akaamka mzima kabisa. Na Mtume sallallahu alaihi wasallam ndio akaja akasema kul huwallahu ahad, kul a'udhu birabbil falaq na kul a'udhu birabbin nas. Muislamu zinakutosha. Hii kabla hujarogwa na hata baada ya kurogwa. Kwa hiyo acha kuingia katika mambo ya ushirikina. Utaingia kwenye mambo ya ushirikina na uchawi hautatoka, na utazama kwenye ushirikina utakufa katika ushirikina. Kuna kisa kimoja kigumu sana, lakini kwa mazingatio yetu tukizungumza. Kuna mtu mmoja alipata matatizo ya kuuguliwa na mtoto wake. Tukiwa kwenye darasa za mwezi mtukufu wa Ramadhani kama hivi, na tulikuwa tunazungumzia ushirikina, yule bwana akaja akaniambia, mtoto wangu anaumwa sana. Nimempeleka hospitali lakini mpaka sasa hivi bado hali
si nzuri. Tena asema najizuia nisiende kwenye ushirikina kwa sababu darasa hii imenikolea, lakini huko nyumbani vujo ni nyingi. Yule mwana akavumilia mpaka mwisho wa siku akashindwa, akawakubalia watu nyumbani kwake, wakaenda kwenye ushirikina, na ndipo mtoto alikwenda kufia. Sasa angalia, mtoto anakufa huku wewe unamshirikisha mwana wako. Kitu kimoja Waislamu watakiwa kijue, qadar aliyoipanga Allah subhanahu wa ta'ala itakufika kwa hali yoyote ile alivyopanga yeye mwenyewe. Sasa pambana na kadari hiyo kwa njia anazozikubali Allah subhanahu wa ta'ala. Ikitokea umeandikiwa kufa, basi utakufa tu. Ukienda kwa wachawi utakufa, ukienda hospitali utakufa. Sasa wewe pambana na hiyo kadari ya Allah kwa njia zinazokubalika, ili ukitokea umekufa, kufa katika njia ambayo Allah anairidhia. Usijipeleke kwenye ushirikina. Ushirikina jamani ni dhambi ambayo hakuna dhambi baada yake. Na ni dhambi ambayo mtu akiondoka nayo hapa duniani, huyo kesi yake ishahukumiwa. Sisi wale kutoka kwenda kuna korokoro nyingine, tutakwenda ukao unatetemeka, lakini unatarajia kwamba Allah atalipa msamaha. Na mtume mwenyewe, Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam anasema kila mtume alipewa nafasi na Mwenyezi Mungu ya kuomba jambo lake lolote lile ambalo hawezi kurudishwa kwa Mwenyezi Mungu. Manabii wote, mitume wote, kila mmoja dua yake aliyotumia hapa duniani. Mtume akasema ya kwangu nimeihifadhi, sijaitumia, na nimeiweka kwa ajili ya watu wenye madhambi makubwa katika umati wangu, watakaokuja siku ya kiyama na madhambi makubwa. Hiyo dua nimeiweka kwa ajili yao. Epuka ushirikina ndugu yangu. Kama hayo mengine yatakushinda, usikubali ukashindwa na ushirikina, kwa sababu kuna dua ya mtume tunaitarajia. Kuna watu wamefiwa na watoto wao wakiwa wachanga. Hawa watoto nao vile vile wana dua kwa wazazi wao. Epuka ushirikina kwa ukanufaike na dua ya mtoto wako. Ukienda na ushirikina, hakuna dua ya yoyote itakayokwenda kusaidia. Wewe ushahukumiwa. Ushirikina ni kitu kibaya kupita maelezo. Mungu atasamehe hiyo bado, hiyo sio toba. Toba shakumbuka. Toba ni mtu kwanza kutoka kwenye lile dhambi unalolifanya ambalo ndio unataka kuliombea toba au kulifanyia toba. Lazima umetoka huko nje ya ile dhambi. Kama ni zinaa, isiyo toba huko bado huko kwenye zinaa. Sio pombe huko na glasi huko toba. Au ile kusengenya na astaghfirullah, Mungu atakusamehe, alafu usimeni unaendelea. Na hiyo Waislamu wanafanya sana. Jamani, nimekuja na Mungu atusamehe, alafu watu wanaanza. Hiyo sio toba. Toba lazima uwe umejitoa kwenye yale maasi. Pili, utie nia kwamba hautorudia tena maasi haya. Tatu, ujute kwa nini uliingia kwenye maasi haya. Kama unaomba toba halafu bado unakaa na wenzako unajisifia madhambi uliyofanya, wewe bado unafanya toba. Toba lazima ujute. Na kuna sharti la 4. Hili sharti ndio gumu kupita maelezo. Dhambi ulilolifanya, likiwa dhambi hilo lina haki ya mwanadamu ndani yake, Allah hakusamehe mpaka wewe mwanadamu ulimkosea kusamehe. Jamani, mnasikia? Angalieni sana dhulma. Dhulma ni kitu kibaya sana. Ukimkosea mtu, dhambi lako ulilofanya kwa Allah, ndani yake kuna haki ya mwanadamu mwenzako. Allah hakusamehe mpaka wewe mwanadamu mwenzako akusamehe. Sasa sijui utapata wapi watu bila shakufu.